shirki ya kweli, lakini awe anatoka hapa tu. Sisi tunakaa mitaani tunaona vitu vingi sana. Msela mmoja inaonekana alikuwa anakerwa sana na yanayotokea katika matukio ya kuzika umwetu. Mara nyingi tukizika pale, kuna wale waniomwombea msamaha na kumwombea rehema maiti baada ya kufukia. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma thabbithu bil qawli thabit. Na kuna wengine huchagua katika umma wote ule uliokuwepo pale, wapo mawali, watu wa kawaida, wanamchagua mtu mmoja tu anayemtaka wao, wanamwambia kaa hapo kwenye mkeka ule uliofungiwa maiti ule, anakaa pale, yeye anasoma maneno ya kumuelimisha yule marehemu. Bwana we fulani bin fulani hivi sasa wanakujia malakani kadhalika mpaka mwisho. Sitaki kusema ndiyo sio mada yangu na wala sina maslahi ya kulisema hilo. Lakini kuna safari moja tulikwenda kuzika mahala vijijini huko, na nakumbuka kijiji kilikuwa Kisemvule. Watu wengi, huyo kijana wazee wake ni maarufu, na mwenyewe alikuwa msela lakini sio msela mchafu wa mambo na adabu zake kidogo. Kwa hiyo ilitokea bahati watu wengi. Tukiwa kule, mtu wa talqini anasoma kabisa hao fa innahuma khalqun min khalqi llahi ta'ala. Alishtukiza ule kijana na alifanikiwa, nyoka huyo, kwa kelele. Wa kwanza kukimbia ule mwenye kitabu. Tulikimbia sote. Na mimi nilikuwa sote tulikimbia. Baadaye akaondoka, nimekujaribuni tu. Awali mkimbiza wataka kumpiga, manake kawavunjia heshima, na kweli aliondoka pale. Lakini mtume sasa, jamani, ni ukweli sisi huyu mtu tumemfukia na michanga chungu mzima, lakini tunaambia wanakuja malaika wawili hao, wasikufadhaishe wala wasikuogopeshe, hao ni viumbe tu. Mtu yuko chini ya ardhi huko, kafukiwa, hawezi hata kugeuka wala kufurukuta. Tunamwambia siogope malaika, kawaona lini mpaka akawazoea. Sisi tumetajiwa nyoka tu, tunawajua kila siku, na wengine tunawapiga, na tumekimbia hapa mpaka mwenye kitabu huyo ndo anarudi sasa hivi. Sasa kweli kuna wakati sisi tunasema maneno hivi wa kweli, Mwenyezi Mungu anaambia huyo asikuhangaisheni. Hebu mtazameni. Ndio maana unakuta pengine shekhe kafungwa mahirizi, unamkwenda mwambia anauma, yuko kwa mganga, ukuta kafungwa mahirizi mpaka puani. Wakatambia hiyo shirki ya kweli, lakini awe anatoka hapa tu. Naam, jukumu letu ni kuelimisha, wama alaina illa albalaghul mubin. Kwa hivyo kama umejifunza jambo, basi niandikie kwenye comment section, na kuomba sana share video hii kwa ndugu jamaa na marafiki, ili na wenyewe waweze kujifunza kile ambacho wewe umejifunza. Barakallahu fi wa jazakumullahu khaira.